wa Tanzania, mmeona hiyo video ya mortuary ya Mwananyamala niliyoiposti sasa hivi? Mmeiona? Hiyo ni mortuary moja nchi nzima, ni mortuary moja. Wa Tanzania, hatuwezi tukairuhusu serikali hii iliyoua wananchi, iliyoua wa Tanzania, ili shikilie madaraka ikaendelea kubaki madarakani. Hatuwezi tukakubali kuwa watumwa kwenye nchi yetu. Sasa hivi tunashikiliwa, serikali hii sasa hivi inashikilia madaraka kwa bunduki. Sasa hivi wa Tanzania tuko yani kama tumetekwa, tunashikiliwa kwa bunduki, kwa mtutu wa bunduki. Ya, ebana, inakuwa vipi Mwanaswahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Sasa kuna zile video ambazo zilipandishwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha miili ya watu ambao wanaaminika ni Watanzania ambao waliuawa katika maandamano tarehe 29 mwezi wa 10 wakati uchaguzi mkuu ulikuwa unafanyika nchini Tanzania. Sasa hawa ni vijana wa majenzisa ambao walicharuka kutokana na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, na walikwazwa, hawakuwa na hisi ya kuwa wamewakilishwa vizuri. Sasa kuna posti ambayo ilikuwa imewekwa na serikali ikidai ya kuwa zile ni video ambazo zimetengezwa na AI maarufu kama akili mnemba, na hata kuna taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Wizara ya Afya kupitia serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ikisema kuwa zile so video ama picha za ambazo zinaonyesha mochwari ya Mwananyamala. Sasa kuna zile video ambazo tena zimesambazwa zikionyesha miili ya vijana wa Tanzania katika mochwari ya Mount Meru kule maeneo ya Arusha. Sasa hii ni issue ambayo wengi wamekuwa wakiongelea, na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imetoa taarifa kuhusiana na issue hii, na wanatoa taarifa na vile vile wanafuta kutokana na ile hali ya wananchi kuwachamba. Sasa hii ni issue ambayo imemvutia kwa karibu zaidi mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Mange Kimambi ameweka posti tofauti ikimuonyesha Boni Yai katika mochwari ya Mwananyamala, ni kama walienda kufanya uhakiki katika sehemu husika. Sasa Mange baada ya kupandisha picha kama hizi ameandika, serikali ya wauaji imejua kudhalilika leo. Wanahaha kuweka posti na kutoa, wamechambua mpaka wamerudisha tena tamko. Walidhani watu hawana picha za ndani ya mochwari ya Mwananyamala, wamedhalilika. Pumbavu, walifanya mauaji gizani, hawakutegemea ushahidi kama huu. Kutoka sasa wamebaki kudai picha na video ni feki. Ni bora kukaa kimya kuliko kuja na utetezi wa kipuuzi kama huu. Sasa ni tamko la mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Mange Kimambi anasema kuwa hizo ni picha ambazo zilitoka katika mochwari ya Mwananyamala nchini Tanzania, na serikali baadaye ikatoa tamko, wanasema kuwa hizo ni video feki. Alafu baadaye wakalazimika kufuta tamko ambalo walitoa, alafu tena baadaye wakarudisha tamko. Sasa huu ni uhakiki ambao umefanywa na jamaa ambaye anajulikana kama Boni Yai wa Chadema. Ndio amefika katika sehemu husika ndio angalau wapate kujua hali halisi, ama wajionee wenyewe wapate kujua ilikuwaje. Sasa Mange Kimambi amelizamia swala hili na anasema serikali ya wauaji imejua kudhalilika leo. Yani Mange anasema kuwa serikali imedhalilika. Sasa akaendelea kusema hivi, wanahaha kuweka posti na kutoa wamechambwa mpaka wakarudisha tena tamko. Yani walidhani watu hawana picha za ndani ya mochwari ya Mwananyamala, wamedhalilika zaidi, kwa mujibu wa hii posti ambayo imewekwa na Mange Kimambi. Sasa hawa ni vijana ambao waliuawa wakati na kabla ya uchaguzi nchini Tanzania, vijana wa majenzisa ambao walikuwa naandamana kuonyesha ghadhabu zao kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa Mange Kimambi baada ya kuweka hii caption na kupandisha picha kadhaa za watu katika hospitali ya Mwananyamala kwenda kufanya uhakiki,
nimeandika hii caption ndio, na kuna wengi ambao wamecomment hapa kwa ukali zaidi. Hii ni post ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Uwaji_Bikaji anasema wamedhalilika sio kidogo. Alafu Hani Looks Fashion ameweka emoji ya mtu ambaye ameshangaa. Huyu anajulikana kama Tanganyika_Kwanza1 anasema nguvu ya teknolojia. Alafu Twaha Mwaipaya anasema msiogope, tutashinda. Mwingine anajulikana kama Salam Lent TV anasema hata mtoto wa darasa la kwanza asingeweza kusema zile ni picha za AI, jamani tumogope Mungu. Ramis MGB anasema everything happens for a reason, akaweka kifuli na padlock hapo. Alafu Jock J1 anasema tunamsingizia sana AI wa watu da tumpumzishe. Alafu huyu anajulikana kama Kelvin_Athman_official wameshatuona sisi misukule yao ndo maana. Alafu It's Willis 99 anasema dada wa taifa, akaeka emoji kadhaa za fire. Huyu anajulikana kama Michael Samuel 56 anasema very sad, akaeka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Alafu R Silver 3 anasema na bado mpaka waseme. Huyu anajulikana kama Uwesu Binyusufu anasema globalization. Alafu Swagaton_K anasema if you see my Instagram story you will think it's a horror movie. This is exactly what happened in Tanzania during election. The bodies you see is a visual from mortuary. Oh God, remember this country, please don't view. If you are sensitive, follow me for more videos. Sasa ni tamko ambalo limewekwa na mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi kutokea na ishu ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kukana na kusema kuwa zile ni video ambazo zimetengezwa na AI. Na hata ukiangalia vizuri unapata kama kuna tamko ambalo lilitolewa na Jumanne Muliro akisema kuwa video ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii wakidai ya kuwa watu wameumizwa, wengine wameuawa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi ni video ambazo zimetengezwa na AI. Sasa hii inaonekana imemkasirisha mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi ambaye ameamua kuichamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kusema kuwa serikali ya wauaji imejua kudhalilika leo. Wanahaha kuweka posti na kutoa, wamechambua mpaka wakarudisha tena tamko. Kwa maana hapo mwanzoni kuna tamko ambalo walikuwa natoa wakisema kuwa zile video ambazo watu wanaziona kwenye mitandao ya kijamii ni video ambazo zimetengezwa na akili mnemba maarufu kama AI, na sasa si video ambazo zinauhalisia ama zinaonyesha hali halisi nchini Tanzania kutokana na uchaguzi na vile vile maandamano ambayo ilifanyika. Ikumbukwe vijana waliuawa, wengine wakatekwa, wengine pia wakaumizwa. Sasa kuna wale ambao pia hadi wa leo hawajulikani waliko. Ndugu jamaa na marafiki wanafanya juu chini kuhakikisha kuwa wamepata miili na vile vile wale ambao walipotea. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia kwa karibu zaidi na angalau tupate kujua hali halisi hizi video. Sasa ni video mbili. Ya kwanza ni video ambayo inaaminika kuwa imetoka katika mochwari ya Mwananyamala, na video ya pili inaaminika imetoka katika mochwari ya Mount Meru maeneo ya Arusha. Inaonyesha miili ya vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao waliuawa na jeshi la polisi wakati wa maandamano tarehe 29 mwezi wa 10 ambapo kulikuwa na uchaguzi ndio. Na juzi pia kumekuwa na hotuba ambayo imetolewa na Mama Samia Suluhu Hassan katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anasema kuwa hajafurahishwa ama imemuuma ile hali ya kuona vijana wameuawa. Wengine wanasema kuwa huu ni unafiki kwa maana vyombo vya usalama viko chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yeye ndiye anatoa amri kwa watu kama hawa kuwadhalilisha, kuwaua, kuwafanyia ukatili wa Tanzania. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare. Lazima kapewa rushwa, lazima ana manufaa yake binafsi, kapewa hela. Huyo sio Mtanzania. Wa Tanzania tuikatae serikali hii, tuwakatae wabunge wote waliopata ubunge huu kwa damu za Watanzania. Hili ni bunge la damu, bunge la damu, madiwani wa damu, serikali ya damu, wakuu wa mikoa wa damu.
waziri mkuu wa damu, rais wa damu, serikali ya damu. Tusikubali. Tarehe 9 Disemba. Kila Mtanzania, tusiwaachie Gen Z. Kila Mtanzania, wote tumeumia, wote tumeguswa. Tarehe 9 Disemba. Hakuna mtu kubaki ndani. Hakuna mtu kubaki ndani tarehe 9 Disemba. Na tukumbuke kwamba this time dunia nzima itakuwa ina watch. Dunia nzima itakuwa inaangalia. Tusikubali. Lazima tuwaondoe madarakani. Lazima tuwaondoe. Na nawahakikishieni hakuna urais wa Samia. Anatoka, anaondoka huyu. Anaondoka. Sitaki kuongea mengi. Anaondoka.